السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Ndugu zangu Waislamu, katika khutba hii insha Allahu taala tutakuwa na mwendelezo wa mada yetu ambayo tunaendelea nayo kwa Ijumaa ya tatu sasa, na tunaendelea kuyataja المحاسن التي جاء بها الإسلام. tuendelea kuyataja yale mazuri ambayo dini yetu ya Kiislamu imekuja nayo. Alhamdulillah, katika Ijumaa iliyopita tulianza kuyataja hayo na Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafik kulitaja moja, na
maelezo yake yakakunjuka, yakawa marefu, mifano ikawa mingi kwa kiasi ambacho hatukuweza kutaja jingine, tukaishilia hilo moja. Sasa leo tutaendelea kutaja jingine katika mahasin ad-dini al-islami, na huenda tukataja hilo jipya la leo na jingine kama fursa itakuwepo. Na kama fursa itakuwepo, basi kile ambacho kitazungumzwa itakuwa ni faida, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie tawfik tuyasikie hayo, tuyaelewe na tuyafanyie kazi. Ayuha nas ibadallah, ndugu zangu waislamu, miongoni mwa mambo makubwa ambayo Uislamu umekuja nayo, na hili ni zito sana, famin ajalli wa a'zami ma jaa bihi al-islam huwa anna al-islam yujibu ifrad al-ilah al-ma'bud bil-ibada بصرف جميع أنواعها له وحده سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص له ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مستلزم البراءة من الشرك وأهله. katika mambo ambayo yanatajwa ni katika mahasin yaliyokuja na dini yetu ya Kiislamu, na hili ni jambo kubwa tukufu miongoni mwa mambo makubwa matukufu ambayo dini yetu ya Kiislamu imekuja nayo kupitia mafunzo ya Qur'ani na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika as-sunna, ni kwamba Uislamu unawajibisha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, muabudiwa wa pekee kabisa katika ibada. Uislamu umekuja kulisisitiza hili na kulifanyia kampeni ya hali ya juu na kulitetea na kupambana na wote ambao watakwenda kinyume na hili, kuzielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala min al-makhluqin, katika viumbe. Ibada zote Uislamu umewajibisha zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumfanyia ikhlas, kadhalik kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuabudu kwa mujibu wa mafundisho aliyoyatoa kwetu. Alizifunza ibada biaqwalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa af'alihi bal wa taqriratihi. Amezifunza ibada Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa maneno yake, akazifunza ibada kwa matendo yake, lakini akazifunza ibada kwa mambo yaliyofanywa mbele yake katika wakati wake, na yeye akayakubali na kuyaidhinisha. Kwa njia zote hizi kaufunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Uislamu, na hasa jambo la ibada. Ndugu zangu, suala la tauhid wa ifradullah bil ibada ni katika masala nyeti yaliyoletwa na Uislamu, na hatuzungumzi tu kwa rai zetu na maoni yetu, la, ni kwa mujibu wa nusus min alkitabi was sunna wa athari salaf zinavyoelezea jambo la tauhid, uwajibu wake na nafasi yake, na hatari na ubaya wa shirki kwa viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha ibada kwenye Qur'ani zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati nyingi, siwezi kuzimaliza katika khutba hii. Vivyo hivyo akaikataza shirki na kuikemea kwa asalibu mbalimbali,
bali akawabeza na kuwakemea washirikina kwenye ayati nyingi ambazo siwezi kuzimaliza. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna. Ni vizuri tuangalie baadhi ya adilla kama mfano kwenye mambo haya ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, alafu tutakuja kuona neema ya jambo hili na uzuri wake. Ndio maana Uislamu ukalileta. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. enyi watu, katika suratul Baqara, enyi watu wote wameitwa kwa ujumla wao, waumini wao na makafiri wao. Enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqakum, Allah ambaye amewaumbeni nyinyi. Huyo mwenye kustahiki ibada ni yule aliyekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na aliyewaumba waliokuwa kabla yenu, al-umam as-sabiqa wal-ghabira, ili mpate kufikia uchamungu. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Na amehukumu mola wako, ni hukumu iliyopita kwa kukata kabisa, kwamba msimuabudu yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mfanye wema kwa wazazi wawili. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala: wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Suratul Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: wama arsalna min qablika min rasulin, na sisi hatujamtumapo, hatujampeleka kabla yako wewe Muhammad mtume yoyote, hatujampeleka kabla yako wewe Muhammad mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa sisi humfunulia yeye, humpa wahi yeye, an la ilaha illa ana fa'budun, an la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa mimi niabudieni, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aabudie yeye tu. Bal qala Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Nisa: wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amri ya ibada. Wakati huo huo pakaja nahi ya shirki, na msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Hawakuamrishwa hao Mayahudi na Manasara ahlul kitab na washirikina wao, na khitabu inawahusu Waislamu vile vile, wote hawakuamrishwa isipokuwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wanamtakasia dini. Hunafaa, wao ni hunafaa, ay almuqbiluna ala Allah almu'riduna amma siwah, wamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wamkusudie yeye kwa ibada zao zote, na wavipe nyongo na kuvipuuza vyote vyenye kuabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuqimu as-salata, wasimamishe swala, wayutu az-zakata, watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Ayati ni nyingi ambazo zinahimiza ibada kuelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano mdogo tu. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam pia naye kayatoa mafundisho mengi kwenye hili. Kwa mfano, marawahu shaykhan, ni hadithi ile ambayo tulabul ilm wanaisoma na kuihifadhi, aliyoitaja al-Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماري
siku moja nilikuwa nimekaa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya punda tukisafiri safari zetu. Faqala li, Mtume alayhi salamu akasema kumwambia Muadh akasema kuniambia mimi, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Hivi unafahamu wewe ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja? Sisi waja, sisi viumbe tumewajibishiwa jambo gani kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini pia unaijua haki ya viumbe kwa Mola wao, na haki hii aujabahu Allah subhanahu wa ta'ala ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha haki hiyo kwa nafsi yake yeye mwenyewe, fadlan wa ihsan, na hakuna aliyemwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Aulizwa Muadh, waijua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe na haki ya viumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Muadh, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikasema Allah na mtume wake ndio wenye kujua hayo. Faqala alayhi salatu wassalam, haqqu Allahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja ni waje wa muabudu yeye tu na wasimshirikishe na chochote. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi, na haki ya waja kwa Allah kile ambacho Allah ameahidi atawafanyia, fadlan minhu wa ihsana, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, asimuadhibu yule ambaye hajamshirikisha chochote, ambaye hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah ameahidi kutokumwadhibu mtu huyo. وهكذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, vivyo hivyo msisitizo wa ibada kwa Allah umekuja kwenye sahihi mbili kupitia hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqul lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Muadh aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ushuhuda huu wa Abdullah ibn Abbas wakati anatolewa kuwa ni daia katika nchi ya Yaman. Wakati ule ni mji uliojaa Mayahudi na washirikina. Aambiwa, wewe unakwenda kwa watu waliopewa kitabu, watu ambao si Waislamu, basi ndio la kwanza la kulingania wewe uwalinganie shahada ya la ilaha illa Allah. Katika baadhi alfadh imekuja ila an yuwahhidu Allah, kawalinganie wao wampekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio la kwanza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akampa maelekezo mengine kadha wa kadha ambayo wanafunzi wanayajua. Fa inhum ata'u laka bidhalik fa akhbirhum anna Allah iftaradha alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. fa inhum ata'u laka bidhalik fa akhbirhum أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. akamalizia wasia huu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimpa Muadh, lakini la mwanzo nilimwambia unawaelekea watu waliopewa kitabu. Cha kwanza sisitiza tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, kwa upande mwingine, wakati Uislamu ukituhimiza ibada zielekeze kwa Allah na katu asielekezee mwingine yeyote katika makhluqat, wakati huo huo Uislamu umetahadharisha na shirki. Ni vitu vinakwenda sambamba. Da'watu ila at-tauhid wa at-tahdhiru min ash-shirk, huu ndio mfumo wa Kiislamu, ni kulingania tauhid na wakati huo huo kuwatahadharisha watu na shirki. Haya yanaambatana, na huwezi kuwa ni muwahhidi uliokamilika mpaka uyabebe yote, ujielekeze kwa Allah kwa ibada zako na uipige vita shirki na washirikina.
hapo unakuwa ni muwahhid uliokamilika biidhnillah. Sasa jambo la shirki limekemewa sana na sheria ya Kiislamu kwa kuwa linauvunja msingi huu wa kumdhalilikia na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ashirku, barakallahu fikum, a'zamu dhanbin usiya Allah bi. Fahamuni ndugu zangu, shirki si jambo la maskhara, ni dhambi kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa nayo. Hakuna dhambi kama la mfano wa ushirikina, na ndiyo maana almushrik idha mata ala shirki duna tauba, mshirikina akifa juu ya shirki yake ikawa hajafikiwa kufanya tauba, adhabu yake ni ngumu ya kutisha. innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwake yeye pepo. Almushrik, pepo ya Allah ni haramu kwake, hata kama watu watamtukuza kiasi gani, wakayapamba mazishi yake, wakatangaza masiku ya kuomboleza, wakafanya kadha wa kadha, lakini amekufa ni mushrik, faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala kamharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu an-nar, makazi yake ni moto, na madhalimu hawatowapata kuwanusuru siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesisitiza hili ambalo limetajwa na aya kwenye hadithi ile ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. بكل صراحة, yoyote atakayefariki hali ya kuwa yeye anamuomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mshirika, ana mzimu wake huo anauabudia na kuuomba, na ndio anaamini kwamba unamkidhia haja zake, dakhala an-nar, ataingia motoni mtu huyo. وعند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث يا جابر في صحيح مسلم. yoyote atakutana Allah subhanahu wa ta'ala ikawa yuko salim, hana shirki, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasema huyo ataingia peponi. Lakini yoyote atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akawa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni mtu wa motoni. Maneno ya wazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal ayuha nas, ashirku yukhalifu alfitra allati fatara Allahu an-nas 'alayha. Shirki ina khalifu fitra, maumbile sahihi. Watu hawajaumbwa kuwa ni washirikina. Maumbile sahihi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu ni maumbile ya tauhid. Hiyo ndio fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, la tabdila li khalqi Allah, dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Shirki inayavunja maumbile haya, kuwatoa watu katika uhalisia wao wa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada na haja mbalimbali, na kuwafungamanisha watu na viumbe visivyo na uwezo wa kuwanufaisha wala uwezo wa kuwadhuru. Na haya kaeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye al-hadith al-qudusi. Nimesoma mwanzo wa khutba yangu hadithi ya Iyadh bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapokea riwaya kutoka kwa Mola wake. Allah anasema: inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, hakika mimi yeye Allah subhanahu wa ta'ala nimewaumba waja wangu wakiwa ni hunafaa, wasafi katika tauhid, wanamuelekea Allah kwenye tauhid kimaumbile, na hawakubaliani na ushirikina kimaumbile, wameumbwa hivyo. wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim, lakini waliwajilia wao shayatin
shayatinul jinni wal ins, mashetani wa kijini na wako wa kibinadamu, walinganizi waovu, watu wa shari, wakafanya sa'i ya kuwatoa. Fajtalatuhum an dinihim ay harrafathum wa sarrafathum, wakawatoa nje ya ule utaratibu sahihi walioombiwa. Wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum, walinganizi hao wa kishaitani wakawaharamishia watu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia. Yale ya halali wakawaambia ni haramu na kinyume chake, yale ya haramu wakayahalalisha kwa utashi wao na ushaitani wao. Bali kubwa zaidi, wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, bali wakawaamrisha watu wanishirikishe mimi na kile ambacho sijakiteremshia hoja. Kwa hiyo shirki ni mukhalafa wa wazi unaokwenda kinyume na maumbile sahihi walioombiwa watu. Bali ndugu zangu katika Uislamu, almushrikun la karamata lahum inda Allah, washirikina ni watu wasio na karama yoyote, hawana utukufu wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu madhalili wa kudharauliwa. Bal la yughfaru lahum kama sabaq idha matu ala shirkihim duna tauba. Kikubwa zaidi, washirikina hawasamehewi dhambi la shirki wakifa juu ya ushirikina wao. Washirikina si watu wa kuadhimishwa, si watu wa kutukuzwa. Mushriki si mtu wa kuogopwa. Twashangaa katika zama hizi kwa sababu ya jahili, ujinga wa bu'du an-nas 'ani tauhid, na watu kuwa mbali na tauhid. Mashirikina yale makuhani na waabuaji wa vilinge na tunguri ndio majitu yenye nafasi katika jamii, hata kwenye ukonde wasemaji wakubwa, na watu wakiwaogopa, wanaogopwa mpaka na watu wenye mamlaka ya juu kabisa wanaogopa washirikina. Na hata wengine huwapa vyeo ambavyo hawana, wakawasifia kwa mashahada ambao hawajasoma. Amsikii vijishirikina vikiitwa profesa, wala haijui hiyo shahada. Ni uprofesa wa ile shirki, namna anavyokuja kucheza na tunguri na kuroga watu, wakaitwa madokta. Hawajasoma, hawana shahada yoyote zaidi ya ushirikina, na ni watu wanaonekana wana nafasi kwenye jamii na wanatajwa. Fil Islam almushrikun la karamata lahum, katika Uislamu washirikina hawana nafasi ya kuheshimiwa, ni mijitu ya kutwezwa na kudharauliwa, na hawana uwezo wa kufanya lolote illa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi aqidatuna, mtutoi hapa, ndio itikadi yetu tuliyofunzwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La nakhafu min almushrikin wala min shirkihim. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, jiepusheni na uchafu wa masanamu na jiepusheni na kauli za uongo za kumsemia urongo Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo kumshirikisha kama wasemavyo mufassirun, na kuwatangazia watu na kuwalingania watu kwenye shirki. Huu ni uongo ambao ma anzalallahu bihi min sultan, hunafaa lillah ghaira mushrikina, watu wote wawe ni hunafa. Qur'ani yatuambia hivyo, wamwelekee Allah kwa ibada, wasiwe ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yushrik billah fakaannama kharra minas samaa. Undhur hadha almushrik, angalia mshirikina namna Allah anavyompigia mfano wa dharau, kwamba si lolote si chochote, na yoyote mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni mfano wa aliyeanguka kutoka mbinguni mpaka ardhini, akadondoka kutoka mbinguni mpaka ardhini. Fatakhtafuhu at-tayr, ikawa sasa wanamnyakua na kushambulia mzoga wake ndege wale wala mizoga, wakina tai, wakina kunguru, wakina mwewe na wenzake, wanashambulia mzoga ule. Allah subhanahu wa ta'ala, au wanasema, au ukampeleka upepo katika sehemu ya mbali kabisa, hana uzito wowote. Huu ndio mfano wa mushrik, ni jitu ambalo limeanguka
kutoka juu hadi chini, kwa sababu hana mamsaka, hana hoja ya kumshika, hana nguvu za kumzuia, akashambuliwa na ndege au upepo ukamchukua ukana kumtupa katika sehemu za mbali mabondeni. Huu ni mfano ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaupiga kuonyesha kwamba washirikina hawana karama. Idhan ayuha nas ibadallah, ndiyo maana sasa Uislamu umekuja na msingi madhubuti wa kuwalingania watu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada zao zote, kwa makusudi yao yote, kwa haja zao zote. Na wanaamini Waislamu kwa mujibu wa dini yao hakuna mwenye kuweza kumdhuru yoyote kwa chochote ile kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyoamini kwamba hakuna kiumbe chochote chenye kuweza kumnufaisha yoyote kwa chochote ila kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha imanu muslimin, ndivyo ilivyo imani ya Waislamu kwenye hili. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tukijaribu kukamilisha mlango huu kwa kuwa ni mlango mzito mpana, ulama wa zamani na wa sasa wamemaliza umri wao wakifundisha milango hii ya tauhid na kuwatahadharisha watu na shirki. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa hii ndiyo da'wa yake, kama anavyoeleza hayo al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake akisherehesha masaili ya at-tauhid wa shirk. Qala rahimahullah ta'ala katika baadhi ya maneno yake, walaqad akthara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi an-nahy 'an ash-shirk wa at-tahdhir minhu منذ بداية دعوته إلى أن فارق هذه الحياة. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikithirisha katika mafundisho yake kuikataza shirki na kuwatahadharisha watu na hiyo shirki toka mwanzoni mwa da'wa yake. Hiyo ndiyo kauli mbiu yake mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaifariki dunia. Wa hadha kathirun wa wadihun fi sunnati thabita anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Shaykh rahimahullah anasema, na hili lipo kwa wingi, liko wazi katika sunna iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aqama al-hujjata, Mtume alayhi salam katika mlango huu akasimamisha hoja, wa azala shubha, akaziondosha shubha, wa qata'a al-ma'dhira, akazikata nyudhuru, wa abana as-sabil, akaiweka wazi njia ya haki ya tauhid alayhi salatu wassalam. Asema kullu dhalik litakuna ummatuhu azizatan mani'atan muhaqqiqatan litauhid Allah azza wa jalla. Yote hayo kayafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili umma wake uwe mtukufu, umma wake uwe una ngome imara ambayo imejishika kwenye ngome hiyo, na uwe ni umma ambao una haki tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihadha Sheikh anaendelea, lam yatruki an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayya wasilati tufdi ila shirki billah subhanahu wa ta'ala illa waqad qama alayhi salatu wassalam biraddiha wa izalatiha. Ndiyo maana hajaacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam njia yoyote. Msikilize Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, tastafid. Hajaacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam njia yoyote, wasila, kiashiria chochote cha kupelekea shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kinachowavuta watu kwenye shirki, isipokuwa Mtume alikiondosha kitu hicho na akakisamaratisha. Fahama al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam himayat at-tauhid, akahami Mtume alayhi salatu wasalam kwa nguvu zote ile ngome ya tauhid. Wasadda kulla tariqin yufdi ila ma yunqidhu au ma yunaqidhuhu au yunqisu, ila akhir kalami Sheikh rahimahullah ta'ala. Bali Mtume alayhi salam akaziba, wasadda kulla tariqin, na akaziba kila njia, yufdi, ambayo inapelekea katika ile ambayo linaivunja hiyo tauhid, ila ma yunaqidhuhu au yunqisu,
katika lile ambalo linaivunja hiyo tauhid au linaipunguza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliiziba milango yote. Na hili ni katika faida za Uislamu kuja na mafundisho haya ya tauhid, kwa kuwa si tu ni shirki ilikatazwa, kwa kuwa shirki ndiyo mgomvi wa tauhid, bali hata vile viashiria, vile vitu ambavyo huenda vikawa ni sababu ya kuwatia watu kwenye shirki, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaviziba. Wa ma'al asaf, kwa kuwa tuko nyuma kiilmu, tuko nyuma kihamasa katika dini yetu, hatufuatilii mambo ya Kiislamu, hatusomi Uislamu wetu, hatusikilizi da'wa za haki, tumeyazembea baadhi ya mambo kwenye jamii zetu. Shaitan akautumia mlango huo huo kutuingiza katika shirki. Pana mambo yalizuiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuulinda mlango huu, tumejiachia sisi, yametuharibia. Na haya wanayataja wanawachuoni kwa wingi sana katika vitabu vyao. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ukisoma kitabu Tauhid, kayaeleza hayo na wengineo. Miongoni mwa hayo, kwa mfano, yanataja masala ya ruqa, masala ya visomo vya ruqya, الرقى القراءة أو النفث طلبا للشفاء والعافية. Ni visomo husomwa au kupulizia kwa kisomo kwa lengo la kuleta shifa kwa aliyepata maradhi, ima masi ya shaitan au aliyepata sihiri na mfano haya. Masala haya ya ruqya hakuyaachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wajiague watakavyo. Maana mambo ya matabano na mazinguo, namna watu walivyojiachia, yamewaingiza watu kwenye shirki. Kwa nini? Ukiuliza ambiwa ruqya shekh. Hamjaiona hadithi ya Auf bin Malik عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال رضي الله تعالى عنه: كنا نرقي في الجاهلية، ilikuwa tafanya ruqya zetu za kijahiliya. فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك. tukaja baada ya Uislamu tukamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, waonaje visomo vyetu hivi? فقال عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم, nionyesheni ruqya zenu, nileteni mizani mnamofanya. Kisha akasema alayhi salatu wasalam: la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun. Masoma vijana katika vitabu vya tauhid, hakuna ubaya kwa ruqya. Tiba hii, hakuna ubaya kwa tabano, zinguo la kisheria, muda wa kuwa ndani yake hamna shirki. Yakoje matabano ya leo? Watu wengi wamekuwa washirikina wakisaidiana na majini kufanya shirki kwa mlango wa ruqya. Na wengi katika wenye kunasibisha na usufi hawajasalimika hapa. Wengi ni mashekhe waganga, na mlango walioingilia ni huu, wakafikia kupiga ramli, wengine wanaroga, wengine wanagangua kwa uchawi, wapiga mafalaki, wana mambo mabalaa wanayofanya. Na baadhi ya maraki za kisufi, hii ni elimu ya soma, lakini si kila mtu asomeshwa, wana watu wao, kwa sababu ni sehemu ya kula. Baadhi wamekuwa ni washirikina. Wengi katika walimu wa kisufi na kikurafi, uganga wa kutumia majini jambo la kawaida kwa milango hii ya ruqya. Wakageuza ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba ruqya ni ushirikina. Na ndiyo maana wasiokuwa Waislamu wanapotazama Uislamu wanaona Waislamu ndio wachawi wakubwa. Majitu ya majini haya, kwa namna wale mashekhe wa kibida walivyojiweka. Mara nyingine akakutisha kwa jini, hasa usinichezee bwana, tena usifanye mchezo bwana, nitalituma hapo ulipo shekhe, sisi watu wa maskhara bwana. Wanazungumza kuwatisha watu na majini. Wengine wakijinadi wanayo wayafuga, wakitabiri nyota, wakifanya hivi. Haya mwayajua, lakini mlango ule waingiza ni huu, mlango wa matabano na zunguo umewekewa utaratibu, na watu kila siku wanapotea, kwa kuwa watu kila siku wanaugua. Mifano ni mingi. Masala ya at-tamaim, masala ya hirizi, yamekatazwa haya na sheria ya Kiislamu kuuchunga mlango wa tauhid. Hirizi kakatazwa. Hadithi ya Uqba ibn Amir iko wazi kabisa inda Imam Ahmad: man allaqa tamimatan faqad ashrak. Na katika baadhi alfadhi man ta'allaqa, yoyote atakayetundika hirizi, huyo kashirikisha. Akaamini kwamba hicho kitambaa alichofunga, ikiwa ni kitambaa peke yake au amekishona
akakitia na baadhi ya dawa, anawatia vitu vingi. Mtu kafungwa kitu kimetiwa uchafu, nywele za watoto, manyoya ya ndege, vinyesi na makorokoro, akashonewa akafungiwa pale, akiambiwa kwamba hichi cha kuzuia na balaa fulani, hichi pengine kitakupa kheri fulani, mtaa una mahasidi, hiyo kazi iliyopata wengi haijawafurahisha, roho za wauma, macho baba, usisahau hiyo. Watu wanahusiwa hivyo. Kwa hiyo yakinge kijicho. Na wengine sio kufunga, mwingine hajaifunga lakini kaufunga moyo wake na hiyo irizi, ndio ile man ta'allaqa ay i'tamada 'alayha wa ta'allaqa biha qalbu, akawa ameitegemea ile irizi na moyo wake uko kule. Hata kama irizi iko nyumbani, yeye yuko ofisini, lakini akili yake na moyo wake ni kule. Ajua niko hapa nimetulia ofisini, amtoi mtu kwa sababu kitu kinapumua kule nyumbani, kipo kitu cha babu kule. Kwa hiyo mtu yuko pale anajiamini, si kwamba ana taaluma kubwa, anajua ashafanya mambo. Watu wanaishi katika hali kama hiyo. Haya yamekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali masala mpaka lubsul halqa wal khayt, kuvaa mabangili kwa ajili ya kinga, kujifunga nyuzi kama wanaofanya baadhi ya Wahindi kwa ajili ya kinga mbalimbali, yamekatazwa haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amwijua hadithi ya Imran ibn Husayn inda Imam Ahmad, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raa rajulan wa fi yadihi halqatun فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها، ivue hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwona mtu kavaa jibangili, kaambia nini hiyo? Kaambia ni kwa ajili ya maumivu ya mkono, waja'u fil adudi wa dhiraa, na maumivu katika kipanya changu na mkono wangu, nimevaa ile bangili kwa ajili linisaidie. Na pana watu wanayo mabangili hayo, yako ya chuma, kuna watu wanavaa ya shaba, pana watu wanavaa ya fedha. Akilisahau ndani, bahati mbaya, lazima arudi mbio. Mabangili wanayo watu ya kazi ya kishirikina. Amwambia livue hilo, fa innaha la taziduka illa wahna, hilo bangili alikuzidishia isipokuwa ni udhaifu juu ya udhaifu, hakuna tiba yoyote. Lakini kubwa zaidi amwambia, wa innaka imitta alaiha ma aflahta abadan, wewe ukifa ukiwa na bangili hilo hutofaulu wewe kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataza at-tabarruk bil ashjar wal ahjar wal jamadat wa nahwi dhalik, akataza kuomba baraka kupitia vitu vigumu, mawe, miti, mapango. Watu wanayofanya haya, wanaadhimisha baadhi ya miti, baadhi ya maeneo kwa kuyaomba, kwa kuamini kwamba pana baraka. Wengine baadhi ya miji ambapo Uislamu haujaleta ushahidi wa hilo, baadhi ya kubur zinaadhimishwa, ziara zake zina baraka. Mayafahamu haya yanafanywa na masufi hapa kwetu, sehemu za Mombasa, Lamu, yafanywa sana. Wanatabarak kwa vitu ambavyo havijasemwa na sheria kwa vina baraka. Haya akayakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutabarak kwa vitu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Waqd al-Laythi sitaisoma, mwaijua, inda Imam Tirmidhi, hadithi ya sidra, hadithi ya mkunazi. Haya aliyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alihami tauhid kwenye mambo ya makaburi, maeneo ambayo watu wamejiachia zile a'mal ala tataallaq bil qubur. Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa mafundisho mengi. Leo watu wamejiachia, tumekuwa washirikina sehemu kubwa ya watu. Mtume amekataza kuchinja makaburini, kakataza. Hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Abi Daud, la aqra fi al-Islam ay la dhabha fi al-Islam. Al-Imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani al-Yamani anasema, kanu ya'qirun inda al-qabr shatan au bakaratan, walikuwa wakichinja ahlul jahiliya kwenye makaburi, wakichinja ng'ombe au wakichinja mbuzi, wakiitakidi kwamba yule aliyezikwa pale alikuwa ni mtu mkarimu, alikuwa akisaidia watu, akilisha maskini, akitoa vitu kadha wa kadha. Sasa amekufa, wanakwenda kwenye kaburi lake, wanachinja pale, na yule mnyama wanamwacha hapo hapo. Mpita njia akija ale, ndege wale, watu wachukue kwa sababu ya ukarimu wake, wanauendeleza.
Mtume alayhi salam akakataza hilo, la akra fil Islam, hakuna utaratibu wa kuchinja kwenye makaburi kuendeleza ukarimu wa wale walio katika makaburi yale. Al-Imamu Al-Munawi rahimahullahu ta'ala katika Faidul Qadir anasema wa mithlu hadha at-tasadduq 'inda al-maqabir, na mfano wa hili ni kutoa sadaka makaburini. Watu wanafanya kwenye baadhi ya makaburi, wengine kila wiki mara moja, wengine kwa mwezi, wanakwenda kule na vitu vitamu, ndizi, mikate, bagia, pesa, wanaziwacha pale. Tulivyokuwa watoto tunaona hayo kwenye baadhi ya makaburi, ukenda utakuta vitu vitamu, utakuta pesa, watu wanakwenda kutoa sadaka makaburini. Na dini za Wahindi wafanya sana hawa Wahindi wa Kishia na wale wa Kihanafi wasiojielewa, wafanya sana mambo haya, na wako katika Uislamu wanafanya hivyo. Zawadi mbalimbali zapelekwa makaburini. Huko kwenye maziara ya masufi panapelekwa mazawadi ya maana. Haya aliyakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika maneno aliyowahi kuzungumza akasema, inna ikhraja as-sadaqa ma'a al-mayyit indama yushayya bid'ah, kutoa sadaka pamoja na maiti wakati yasindikizwa, hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kuyakataza haya ni kuzuia mlango huu usihujumiwe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si haya tu, amekataza alayhi salatu wasalam suala la kuswali kuelekea makaburi. Pana adilla nyingi kuswali katika hayo makaburi, amekataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali amekataza kuligeuza kaburi lake ni Eid, ni sehemu ya kukaririwa ziara. Wasikariri watu ziara kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tattakhidhu qabri Eida wala taj'alu buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum, au kama qala alayhi salatu wassalam. Haya kayazuia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kazuia shaddu rihal, kufunga misafara kuelekea makaburi fulani au sehemu fulani. Akasema la tushaddu rihal illa ila 3 masajid, al-masjid al-haram wa masjid ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa masjid al-aqsa. Akazuia misafara hiyo ambayo inaweza kuzalisha shirki. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza taswir dhawatul arwah, watu kupiga mapicha na kuyahifadhi, kwa kuwa at-taswir ni asli ya shirki kwa watu wa Nuh. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Abdullah ibn Abbas akatueleza wazi, hadhi asma rijali salihin min qaumi Nuh, haya ni majina yalikuwa ya watu wema katika watu wa Nuh. Anayataja Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokufa watu hawa, jamaa zao wakaafikiana waweke vinyago na picha zao katika yale maeneo walikuwa wakikaa, ili wawakumbuke. Hili lilikuwa ndio lengo lao, hawakusudia kuwaabudu au kufanya shirki. Wakaandaa mapicha, wakaandaa vinyago, wakaviweka katika maeneo ambayo wale watu walikuwa wakikaa, mabwana wakubwa. Watu wakawa wanajua hizi ni picha za kumbukumbu. Falamma halaka ulai, wale wazee walipokufa, wakaja watoto wao na wajukuu zao, washasahau kwamba ilikuwa hizi picha za kumbukumbu tu. Wanusia alilmu, asema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ikasahulika ilmu, ubidat, wale watu wakaabudiwa, na ikawa ndio asli ya shirki, taswir. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekataza al-ghulu na madhi iliyopita mipaka. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab inda al-Bukhari, la tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, inma ana Abdullah wa rasul. بل حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Hizi zote hizi ukisoma milango ya aqida na tauhid ni mambo yanatajwa ya kuhami Uislamu, kuihami tauhidi isiingiliwe na shirki. Sasa haya yanafanywa na watu wengi, na wengine wanayafanya kwa nembo za Kiislamu. Wamekiuka mafundisho ya dini yetu. Uislamu sio dini ya washirikina, wala sio dini ya shirki, wala si dini ya kuadhimisha majini.
majini wameumbwa wafanye ibada kama sisi, wanapokiuka ni waovu, wala hatujafundishwa usuhuba na majini, achilia mbali shayatini, tujifunzwa hayo. Kwa hivyo mwenye kuusemia Uislamu kwa haya kwamba Uislamu ni dini ya majini, dini ya washirikina, hajauelewa Uislamu, na anawatazama wale wapotoshaji na majitu ya bid'a yanatuchafua sana kwenye hili. Asufiyun, wallahi wale mashehe zao wanafundisha uganga wa kuroga watu, wanafundisha namna ya kuyadhibiti majini, na vitabu vyao vipo vya kisufi vya kishirikina. Sisemi wote, kwa kuwa hata hao masufi wenyewe wanangana, hawakubali baadhi ya mashehe zao kwa kuwa walikuwa na mambo ya kiganga, lakini wengi wao wako hivyo. Sasa wale wanauchafua Uislamu. Uislamu umekuja kuvunja haya. Kwa hivyo tazama mafundisho yetu, mfano haya tumeyataja, al-ayat wal ahadith wal athar. Upime Uislamu wetu kwa mafundisho na hoja, si kwa kuwatazama baadhi ya mughaffalin, watu wenye njaa ambao wanaupotosha Uislamu kwa njaa zao. Sisi hatuwakubali hao, hatukubali na wewe, kwa kuwa hutumii misingi ya kisheria kuupima Uislamu wetu. إذن من أجل وأعظم ما جاء به الإسلام أن الإسلام يوجب إفراد الرب الإله المعبود بالعبادة بصرف جميع أنواعها له سبحانه وتعالى. هو نمسينجي madhubuti, na hili ni jambo jema ambalo dini yetu imekuja nalo. Hili litakuwa la tosha kwa leo, tutaendelea na mengine ambayo yatafuatia katika fursa zingine ambazo zitapatikana. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kusimamia misingi ya tauhid katika maisha yetu na uhai wetu. Allah atufishe juu ya tauhid, na Allah awafahamishe Waislamu uzuri wa tauhid, awafahamishe Waislamu ubaya wa shirki, Allah awafelishe washirikina wakwame, Allah itimbu tauhid na muwahhidin. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa aqim.